Na kusomea hadithi kutoka mkusanyo wa hadithi za Sunan an-Nasai, na kusomea hadithi namba 3960. Inapatikana katika mkusanyo wa Sunan an-Nasai katika kitabu cha 36 hadithi namba 22. Hadithi inasema hivi: imesimuliwa kutoka kwa Ubada bin As-Samit kwamba Aisha alisema, nilimtafuta mtume wa Mwenyezi Mungu na nikaweka mkono wangu kwenye nywele zake. Alisema, yani hapa Muhammad anamwambia Aisha, shetani wako amekujia. Nikasema, yani hapa Aisha anamjibu Muhammad, wewe huna shetani? Yani hapa Aisha anamuuliza Muhammad kama yeye huyu naye hana shetani. Muhammad akajibu, ndiyo, yani ni naye, lakini Allah alinisaidia, hivyo amesilimu. Muhammad anachosema ni kwamba hata yeye pia ana shetani, lakini shetani aliyokuwa naye yeye amesilimu. Hili ni jambo la kushangaza, kwa sababu unaposoma maandiko yote, kumbuka Allah anaposhuka na Qurani anasadikisha maandiko yaliyotangulia kabla yake, akimaanisha Torati, Injili, Zaburi na vitabu vingine ambavyo havitaji. Sasa unapopita katika maandiko ya kabla ya Muhammad na Qurani yake, shetani ni kiumbe ambacho ni adui wa Mungu na ni adui wa mwanadamu, kwa sababu nia ya shetani ni kumpotosha na kuangusha mwanadamu dhambini, ili siku moja huyu mwanadamu akose wokovu, aingie Jehannam, kwenye moto wa milele kule. Lakini tunaona Muhammad anatuambia ati huyu shetani, yeye shetani wake yeye huyu amesilimu, na ndio maana kwamba anasalimika. Tukasome maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo katika Yohana sura ile ya 8 mstari 44, tukaona anamzungumzia vipi shetani huyu. Tunasoma Injili ya Yohana mtakatifu sura ya 8 mstari wa 44, unasema hivi. Hapa Bwana Yesu alikuwa akizungumza na wale Wayahudi, Mafarisayo, Masadukayo pamoja na walimu wa sheria za Kiyahudi. Alikuwa anawaambia, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna iliyo kweli ndani yake. Asemapo uongo, husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa huo. Bwana Yesu anamzungumzia kwamba shetani ni baba wa uongo, ni muuaji, na hii ndio asili yake. Tangu mwanzo alipokuwa shetani hana wema ndani mwake. Kwa hiyo shetani haiwezekani hata siku moja akatumika kufanya kazi ya Mungu, akanena maneno ya Mungu kwa namna yoyote ile. Shetani hawezi kuwa upande wa Mungu. Ndicho Bwana Yesu anachokisema hapa Bwana Yesu Kristo anapowaambia Wayahudi. Hii ni miaka 600 kabla ya huyu mtu anaitwa Muhammad anayekuja, anasema kwamba shetani wake yeye kwamba kasilimu, na kwa hiyo hana ubaya wowote. Tukaangalia katika neno jingine safari hii, naenda kusomea barua ya Paulo kwa Waefeso sura ya 4 mstari wa 27. Inasema hivi, wala msimpe Ibilisi nafasi. Kumbuka katika lugha ya kibiblia Ibilisi na shetani ni viumbe wale wale, majina tu yanatofautiana kwa mujibu wa tafsiri, lakini shetani na Ibilisi ni kiumbe kile kile, na hila zao ni hizo hizo, asili yao ni hiyo hiyo, na kusudio lao siku zote ni hilo hilo. Ndugu yangu Muislamu, na kuadharisha tu kwamba huyu Muhammad aliongozwa na shetani, na unapochunguza maisha yake na tabia zake, tunaona wazi mwenendo wake huu uliongozwa na shetani. Kwa mfano, Muhammad huyu anavunja ndoa ya aliyekuwa mwanawe wa kupanga Zaid na kumuoa mkewe aliyefahamika kama Zainab. Hii ilikuwa ni, ukienda katika sheria za Mungu, ni kosa kubwa na ni dhambi, lakini Muhammad anajiridhishia. Kadhalika unamuona huyu Muhammad anamuoa binti wa miaka 6 ambaye alikuwa hajavunja ungo, na anamwingilia kwake kinyumba huyu binti akiwa na miaka 9. Wakati huo pia alikuwa binti huyo hajavunja ungo. Fikiria hivi ni vitendo vya aina gani? Wakati huo Muhammad anamwingilia mtoto kinyumba, yeye Muhammad alikuwa na miaka 54 na ana mke mwingine. Tunaona pia Muhammad huyu anahalalisha mambo mengi ambayo yanakwenda kinyume ya mafundisho na sheria za Mungu katika vitabu vyotangulia kabla yake. Kwa mfano, Muhammad anahalalisha kusema uongo katika kitu kinachoitwa takia, ati kwa faida ya Uislamu, au kusema uongo katika dhana inayofahamika kama tauria. Kwa hiyo tunamuona Muhammad huyu akijihalalisha yeye mwenyewe na akiwahalalishia Waislamu wenziwe kwamba kwa namna fulani zina inaruhusiwa, au kwa namna fulani kusema uongo kunaruhusiwa.
Haya yote na mengine mengi, tunapochunguza tabia za Muhammad tunaona kabisa huyu mtu hafai kuwa mfano bora wala hafai kuwa nabii kwa namna yoyote, na kwamba vitendo vyake kwa wewe Muislamu unavyovifuata vinahatarisha hatima yako ya maisha, kwa sababu vilikuwa vikiongozwa na huyu shetani ambaye alikuwa naye. Nikukumbushe ndugu yangu Muislamu, kwa upendo kabisa, nia ya video hii ni kufumbua macho yako, ufahamu ukweli ulivyo, upate kuamini kwamba hakuna wokovu kwa huyu Muhammad kabisa, na hakuna wokovu katika mafundisho ya Kiislamu, kwa sababu ni njia inayokupeleka kuzimuni, Jahannam. Hii ni hakika na ninasema kwa upendo, si kwa nia mbaya. Hata unapomsoma Isa bin Maryam katika Qur'ani, ndio unamuona mtu peke yake ambaye hana dhambi, mkamilifu. Unapomsoma Muhammad kwa mfano katika hadithi kadhaa, unaona huyu mtu alikuwa kwa siku anahitaji kutubu dhambi zake walau kati ya mara 70 mpaka 100. Huyu mtu hafai kufatwa. Njoo kwake Yesu, utakuwa salama, kwa kuwa kwake kuna uzima, kwake kuna wokovu. Na anatuambia mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Mungu akusaidie sana.